Mambo vipi mdau wa 7 Hits Media, ikiwa leo ni siku nyingine tarehe 11 mwezi wa 4. Tuko very happy kwa sababu ni happy birthday ya mdogo wetu au mtoto wetu anaitwa Hailati. Na leo tuko na mama Hailati, tutapiga naye story mbili tatu kabla hajaingia ndani. Imekuwa ni siku ya mashamsham sana. Mama Hailati, unajisikiaje kwa siku ya leo? Najisikia furaha sana. Siku kama ya leo inakukumbusha kitu gani kwenye maisha yako? Inanikumbusha siku kama ya leo ndio ilikuwa siku ambayo nimeitwa mama hapa duniani. Ndio. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu na maana siku kama ya leo alinipa zawadi kama hii. Hailati ndio mtoto wako wa kwanza bila shaka? Hailati ndio mtoto wangu wa kwanza, ndo ana miaka 2, mdogo wake ndo anaitwa Yasir ana miaka 2 sasa hivi. Changamka kidogo, leo ni siku ya furaha kwa mwanao, toa hata tabasamu kidogo. Usinune, furahia au vipi? Leo Hailati anakwenda kutimiza miaka mingapi? Hailati anaenda kutimiza miaka 11. 11. Unalipi la kusema kwa Hailati? Hailati mimi namuombea kwa Mwenyezi Mungu awe na busara, aishi na watu vizuri kama mimi mama yake, na pia namuombea awe na busara, yani amheshimu kila mtu mdogo na mkubwa pia. Katika safari hii ya kumlea Hailati ama kuishi na Hailati mpaka kufikia hapa, kuna changamoto gani ambazo ulizipitia ambazo kila ukikaa kuzikumbuka zinakujenga kumpenda Hailati? Changamoto ni nyingi na nikisema nizielezea hazitoisha na tunataka chache tu. Hata 5. Changamoto maradhi, changamoto ya kulea katika kumjenga kitabia, kimaadili, ni hayo tu, mengine. Unalipi la kumwambia baba wa mtoto wako Hailati, au unalipi la kumwambia mume wako kwa siku ya leo ambaye amekuja hapa kwa ajili ya kusherehekea kwa pamoja mtoto wenu kwa kumfanyia birthday kubwa? Tunaona majirani pia wamekuja kuwasupport. Unalipi la kumwambia mumeo? Cha kumwambia mume wangu, nampenda sana, nitamthamini, nitampenda na nitazidi kumpenda zaidi na nitamlinda pia kabisa. Nashukuru sana. Unalipi la kuambia majirani zako ambao wamekuja kukusupport kwenye siku ya leo? Majirani zangu, asanteni kwa kunikimbilia na karibuni pia, na wakaribisha. Asanteni kwa kunishika mkono na kwa kuitikia wito wangu, na wakaribisha sana jamani, naombeni jambo liende salama. Kidogo tumsalimia Hailati hapo. Hailati, mambo vipi? Sogea hapa. Mambo vipi? Mambo vipi? Poa. Unajisikiaje kwenye siku kama ya leo ambayo leo siku yako watu wamekuja kujumuika kwa pamoja kwa kusherehekea? Unajisikiaje? Najisikia furaha. Unalipi la kumwambia mama? Mwambie lolote lile ambalo leo litafaa. Mimi namwambia tu. Unamwambia nini mama yako? Amekufanyia jambo kubwa, watu wengi wamekuja kukaa mpaka saizi kwa ajili yako. Nampenda. Nampenda? Na utaishi kwa vile ambavyo amekulea siku zote, si ndio? Ndio. Basi sawa, mtazamaji wa 7 Hits, hii ni happy birthday ya Hailati hapa, ndio tumekuja kwa pamoja kusherehekea, na huyu ni mama yake Hailati na huyu ndio Hailati mwenyewe ambaye ametimiza miaka 11. Kwa pamoja tunaweza tukaipata interview kupitia 7 Hits Media. Utaenda pale, utaenda kuisearch, then utasubscribe, utalike, utaiona interview hii. Kufikia hapo nafikiri tutakuwa hatuna la ziada. Sasa tuwapishe mama Hailati na Hailati wakajumuike na watu wengine ndani ya ukumbi. Naam, mdau wa 7 Hits Media, tukiendelea kusalia kunako maeneo ambayo happy birthday ya Hailati inafanyika. Tuko na mmoja wa majirani ambao wanakaa na baba Hailati, Mama Ahmedi. Bila shaka ni mmoja wa wadau ambao unakaa karibu na Dula. Unaweza kumzungumziaje Dula? Dula naweza kumzungumzia kwanza kaka yangu, na tumeishi naye kwa muda mrefu sana, na pia ni rafiki wa mdogo wangu ambaye anaitwa Daudi Ngupili. Kwa hiyo Dula pale nyumbani tunapoishi naye, mdogo wangu, kaka yangu, na ni mtu mmoja ambaye ni mkarimu sana. Kwa kiufupi. Siku kama ya leo inakukumbusha nini ikiwa nawe pia ni mzazi? Maana hii ni happy birthday ya mtoto. Siku kama ya leo inakukumbusha nini kwa upande wako? Inanikumbusha faraja tu na furaha. Kiufupi au kiupande wangu nimefurahi sana kwa tafrija hii. Lipi la kuwaambia wawili hao ambao wanakwenda kufanya sherehe ya siku ya kuzaliwa kwa watoto wao, inamaanisha baba Hailati na mama Hailati? Ninawatakia tu shughuli njema, iishe salama. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kifupi. Nashukuru kwa muda wako mama. Amina. Basi mdau wa 7 Hits Media, tukiendelea kusalia hapa, huyu ni mama Ahmedi, ni jirani yake Dula. Amezungumza machache kuhusiana na familia hiyo, lakini pia anawatakia kila la kheri wadau hawa wawili, mama Hailati na baba Hailati. Tuendelee kusalia hapa kwa matukio mbalimbali ya happy birthday.
Bwana mdau wa 7 Hit Media, tukiendelea kusalia hapa kwenye sherehe ya Highlight ikiwa ni birthday yake, tumekutana na mtumbuizaji ambaye amekuwa special appearance kwenye masuala mazima ya kutumbuiza. Anaitwa Dada Chiku. Tutapiga naye story 2-3 hapa tukifahamu pia harakati zake za muziki anazifanya vipi. Dada, mambo vipi? Safi kwema. Pole sana kwa kutumbuiza. Poa. Ikiwa ni moja ya sehemu ya kazi yako, leo hii ni kazi kama ya ngapi ambayo umeweza kuifanya chini yako? Kazi nyingi sana nimefanya. Ndio. Mfano na shughuli yangu na kuhitaji ni vigezo gani ambavyo vinapaswa vizingatiwe ili mradi nikupate Chiku upate kuperform kwenye shughuli yako? Kwa shughuli yako ukinitaka tunaelewana. Ukishaelewana kuna baadhi ya hela tunakuwa tunapigana mahesabu. La sivyo kama msanii tunajuana, mimi na msanii mwenzangu kwa tunabebana. Leo kwangu kesho kwake. Kwa hiyo tunapeana support. Tukizungumzia wewe kufahamiana na Dula, kitu gani ambacho kiliwa link mpaka mkafahamiana? Tumefahamiana kwa sababu niko kuna shughuli, alikuja alishoot kwenye shughuli yangu na alishai kuniona kazi yangu jinsi ninavyofanya, ninavyoimba, nyimbo za kopi zote naimba, akanipenda na akanipigia simu akaniambia je, tupeane support, ndio nimekuja. Tumejiposition kwenye sehemu gani kwenye muziki wa taarabu? Kwa sababu sasa hizi taarabu kuna ushindani mwingi sana, watu wengi wanaofanya. Wewe binafsi yako unafanya vipi muziki wa taarabu? Mimi muziki naofanya kwa sababu umeniingia moyoni, nimeupenda na sana, nimeanza muda mrefu, nimependa, ila nilikuwa ninaomba mimi kama mimi nipate watu wanibebe wazidi kuninyanyua, sababu nishafanya show na watu wakubwa kina DJ Sufu, nishafanya na kina Mwanawali, nishafanya na Maua Tego wiki iliyopita. Kwa hiyo nilikuwa naomba supporter ili niendelee kunyanyuka zaidi. Supporter ndio kila kitu. Je, mafanikio gani ambayo uliyapata kwenye kari yako ya muziki toka uanze kufanya muziki? Bado sijapata mafanikio. Hata mafanikio ya jina na kufahamika bado? Jina linafahamika. Hayo ni moja ya mafanikio, hatuzungumzii mikoko na majumba. Hata mafanikio ya kufahamika pia ni moja. Je, kufanikiwa kwako kumekuingizia kitu gani? Imeniingizia mambo mengi na biashara zangu misaluni. Nafanya kazi yangu saluni, afu na vipaji vingi. Nacheza ngoma za asili, naigiza. Kwa hiyo naomba support ili niendelee kujulikana zaidi. Anapotokea labda mtu anahitaji kufanya kazi na wewe, ni vigezo gani ambavyo unazingatia ili mfanye kazi? Vigezo viko vingi. Tunakaa tunaelewana. Tukishaelewana kuna hela tunaongea. Kwa sababu sasa hivi msanii sio kama zamani, ile unaenda unapiga kazi unarudi, maisha yanaishi hapa. Inabidi tuelewane. Tutapoelewana tule tukapige kazi, tunaendelea vizuri, tunapiga kazi vizuri, tunaelewana tupate tutaelewana, mimi na yeye kuelewana baina mimi na yeye ananihitaji. Kitu gani ambacho kinakuudhi sana kwa wasanii wa taarabu? Kitu kinachoniudhi mimi binafsi, tunaweza kwenda kupiga kazi sehemu, ila tunahitaji ni nyingine, tunakuja tunapewa hela nyingine. Kwa hiyo nataka wasanii kama wasanii saa nyingine kama ngile, tunaelewana na mabosi, watu ni huduma tupewe hela ile, kwa sababu kuna usumbufu. Saa nyingine tunaweza tukapiga kazi tukaambiwa subirini na hela tusipate. Kwa hiyo tunaomba wakubwa na watuangalie na tuendeleze nani usanii. Leo tuko pamoja tu mpaka mwisho wa shughuli. Unalipi la kuzungumza, labda itakuwa ndio tutatufungia kipindi chetu kwenye siku ya leo? Mimi sina zaidi ya hilo, tunaomba nipate mtu aninyanyue kipaji changu. Bwana, tunaendelea kusalia huyu ni Dada Chiku ambaye anatupa burudani katika happy birthday hili. Tupo naye hapa leo na tunaruka naye mwanzo mwisho. Uendelee kuwa nasi 7 Hits ili kupata updates kibao ambazo zinatoka hapa kupitia ukumbi huu wa kwa Ruben hapa Visiga kwa Kipofu. Mimi nadhani tutakuwa hatuna la ziada. Tulikuwa na Dada Chiku, tutakuwa na wengine. Endelea kuwa nasi, upate updates za kutosha hapa.